Zenj TV, tujivunie nyumbani. Kijana mmoja aliyefahamika kwa majina ya Nasir Seif Salum mwenye umri wa miaka 23 ambaye ni mkazi wa Kisauni ameripotiwa kufariki dunia baada ya kuzama baharini katika eneo la Forodhani wilaya mjini Unguja. Tukio hilo lilitokea siku ya Jumatatu ya Disemba 22 mwaka 2025 majira saa 12:30 za jioni, wakati ambao kijana huyo alipokuwa akiogelea baharini pamoja na vijana wenzake. Akizungumzia kuhusiana na tukio hilo, msaidizi mkuu wa operation kutoka kikosi cha zimamoto na uokozi Yusuf Khamis Abdallah amesema kuwa kikosi cha zimamoto na uokoaji kilichopo maeneo ya Buyu kilifanikiwa kufika eneo la tukio kwa wakati baada ya kupokea taarifa ya kuzama kwa kijana Nasir, na baada ya kufanya kazi ya kutafuta mwili wa marehemu kwa kushirikiana na vikosi vingine vya uokoaji, ni kwamba jeshi la polisi lilifanikiwa kupata mwili wa kijana huyo. Na hizi ni taarifa kutokea hapa Zenj Online TV. Endelea kuwasiliana nasi kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali kila siku na kila wakati. Jana kwenye majira saa 1:32 tumepata taarifa kwamba kuna kijana amezama katika bahari ya Forodhani. Tumefika katika eneo la tukio, tukaendelea kumtafuta hadi ilipofika saa 3:50 hatukufanikiwa kumuona, na kutokana na mazingira yalikuwa usiku ikabidi tukaondoka kuelekea kwenda kujipanga vizuri kuja. Leo asubuhi mnamo majira ya saa 12:05 tumefika katika eneo la tukio na tukaanza kumtafuta mtu huyo. Mnamo majira ya saa 2:15 tukafanikiwa kuona mwili huo na kukabidhi katika jeshi la polisi kwa taratibu nyingine za kisheria. Wito kwa wananchi, tunaomba kwamba wananchi wanapoenda katika maeneo yale waangalie, kwa sababu tumepata taarifa kwamba pana kima kirefu cha maji ambapo ukienda kwa hivi unaona ni sahihi cha sawa, lakini pana kima kirefu cha maji. Tumepokea mwili wa ndugu Nasir, amesadikika alizama maeneo ya Forodhani. Mwili uliweza kuokolewa na kikosi cha zimamoto na umefikishwa kwetu sisi kitengo cha mocho, na tumeweza kusanya uchunguzi na mwili tumeshaukabidhi kwa ndugu kwa sababu ya mazishi. Jana mnamo usiku tulipata taarifa ya kuzama kwa kijana katika eneo la hoteli ya mbele ya hoteli ya Hayati, na tulijaribu kutoa taarifa kwa sehemu husika, sehemu za uokozi, sehemu za uongozi wa serikali pamoja na shehia. Tulifanikiwa kufanya zoezi hilo kwa njia ya usiku mpaka tulifikia kwenye milango ya saa 2:30 usiku, tukahisi bado hatujafanikiwa, tukastopisha. Kisheria ikifikia muda huo tunakuwa tunastopisha. Tukaanza tena alfajiri ya leo, tumeanza kwenye saa 12, na ninashukuru kikosi cha uokozi wamejitahidi, wanakuja kwa muda vile mwafaka. Tumeanza nao kazi pamoja kutokea sehemu ya Hayati mpaka kuelekea sehemu ya Serena. Karibuni mara 3 wameingia majini na kutoka, lakini kwenye saa 2:15 tumefanikiwa kupata mwili wa marehemu katika mbele ya eneo la Serena, na ikiwa bado haijaharibika sana. Natoa wito natoa sana hasa kwa serikali, kwanza itoe msisitizo na itoe matangazo. Haya maeneo kidogo sio rafiki. Tumejitahidi kupiga kelele, tunajitahidi kufanya ulinzi, kushirikiana na watu wa diko na watu wa ulinzi shirikishi, lakini bado kuna vurumai kubwa sana la vijana wanaokuja, na hasa wengine wanakuja na wakiwa na wazee wao, wanawaachia tu kukoga. Kwa hivyo natoa msisitizo zaidi kwa wazee na familia, sisi waruhusu watoto wao kuja kucheza maeneo haya. Tushapoteza vijana wengi sana. Kama juzi hapa utakuta hata wiki bado tumempata mtoto ule kutoka Fuoni. Leo huyu anatoka Kisauni, sijui shehia ya Mitondoni. Yani ni watu kutoka sehemu za mbali kidogo. Sasa wao wanaangalia sana familia, watoto wanapotoka kundi wajaribu kuwazuia. Zenj TV, tujivunie nyumbani.